Karibu katika Matukio Daima Habari kwa siku hii ya leo. Huu hapa ni muktasari wake. Viongozi waendelea kufika eneo la maombolezo ya marehemu William Lukuvi. Kwa niaba ya serikali natoa pole kwa nyinyi sote ambao tumekuja hapa kujumuika na ndugu zetu. Wafanyabiashara Iringa wazungumzia hali ya biashara kuelekea Pasaka. Hali ya biashara ni nzuri kiasi, lakini tunategemea kuwa siku zijazo ambazo tunakaribia msimu wa Pasaka kabisa. Lindi yaimarisha matumizi ya mizani ya kidigitali kulinda haki za wakulima. Akipeleka kilo zake 50 anapata ujumbe kwenye simu yake na anapata stakabadhi ya kukiri kupokea kilo zake 50. Kwa mkoa wa Lindi. Uhali gani popote pale unapotutazama mtazamaji wa Matukio Daima Media. Hii ni Matukio Daima Habari. Langu jina ni Shamia Rajabu. Na mimi ni Emmanuel Manonga. Nikukaribishe tuweze kuwa sote kuanzia mwanzo wa taarifa hii mpaka tamati. Baadhi ya viongozi mbalimbali wameendelea kufika katika maombolezo ya aliyekuwa waziri wa nchi ofisi ya waziri mkuu sera bunge uratibu na wenye ulemavu William Lukuvi, huku mwili wake kutarajiwa kuzikwa Machi 31, 2026 katika kijiji cha Idodi, wilaya ya Iringa vijijini. Akizungumza kwa niaba ya serikali, waziri mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Mwigulu Lameck Nchemba ametoa salamu za pole kwa familia, ndugu pamoja na wananchi wote kufuatia kifo cha marehemu Lukuvi. Amesema serikali inaungana na Watanzania wote katika kipindi hiki cha maombolezo. Kwa niaba ya serikali natoa pole kwa nyinyi sote ambao tumekuja hapa kujumuika na ndugu zetu, familia ya mwenzetu Mheshimiwa Lukuvi. Poleni sana. Kama ambavyo mmesikia na mmejumuika na familia hii, tumekutwa na jambo zito, gumu kulielewa, gumu kulipokea, lakini ndio limeshatufika. Mara zote kuondoka kwa mtu imekuwa siri, lakini mtakubaliana nami kwamba hii imekuwa siri zaidi, kwa sababu sote hatukutarajia, na wala mheshimiwa waziri alikuwa tu kazini jana, ambapo haya mambo yamemfika. Yeye ndo aliyekuwa anaratibu kikao, tena mimi nilikuwa napambana kukiahirisha, yeye ndo aliyekuwa anasisitiza kiwepo, nami baadaye nikakubaliana naye kutokana na hoja alizozitoa. Kwa hiyo ndio staili ambayo Mungu amemuita, tuendelee kumuombea, lakini pia tuendelee kuwafariji familia, ndugu, jamaa na marafiki. Kwa mujibu wa ratiba ya mazishi, kesho Ijumaa mwili wa marehemu utaagwa na wabunge katika viwanja vya Bunge la Tanzania jijini Dodoma. Aidha, Jumamosi Machi 28 mwili utaagwa katika viwanja vya Karimjee Hall Dar es Salaam, lakini pia Jumapili Machi 29 mwili utasafirishwa hadi Iringa na Machi 30 utaagwa katika eneo la Gangilonga kabla ya maziko kufanyika Machi 31 katika kijiji cha Idodi, wilaya ya Iringa vijijini. Tukiendelea kusalia jijini Dodoma, Spika wa Bunge wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Hassan Zungu amefika katika maombolezo ya aliyekuwa mbunge William Lukuvi yanayofanyika nyumbani kwake jijini Dodoma. Spika wa Bunge alifika kutoa pole kwa familia, ndugu, jamaa pamoja na wananchi wanaoendelea kujitokeza kushiriki katika shughuli za kuaga mwili wa marehemu. Viongozi mbalimbali wa kisiasa na serikali wameendelea kufika nyumbani hapo kutoa heshima za mwisho, wakieleza mchango wa marehemu Lukuvi katika utumishi wa umma na maendeleo ya taifa. Naye waziri wa ofisi ya Rais, menejimenti ya utumishi wa umma na utawala bora, Ridhiwani Kikwete amesema alimfahamu marehemu Lukuvi kwa muda mrefu tangu akiwa darasa la 6 alipokuwa amejiunga na chipkizi, ambapo Lukuvi alikuwa mmoja wa wasimamizi wao. Ambaye kwa kweli hatuna budi kusema kwamba tumepoteza kitu kikubwa sana.
Sisi wengine tunamfahamu Lukuvi kwa muda mrefu sana. Mimi nilipokuwa niko shule ya msingi nikiwa darasa la 6 ndio tulijiunga na chipukizi mkoa wa Dar es Salaam, na tulikuwa tunafanya mazoezi pale ambapo sasa hivi kuna majengo ya umoja wa vijana, na kipindi hicho Bwana Lukuvi alikuwa ndiyo naibu katibu mkuu kama sikosei wa umoja wa vijana, na yeye alikuwa ni mmoja kati ya wasimamizi wetu. Kwa hiyo tunakumbuka, lakini kinachonikumbusha zaidi ni kwamba kipindi kile Bwana Lukuvi alikuwa anatukumbusha kwamba yeye amefanya kazi na mzee wetu, kwa hiyo ni mtu ambaye anatufahamu vizuri sisi kama watoto wake, kama wadogo zake, kwa hiyo tumepoteza pia. Lakini tunamkumbuka zaidi Bwana Lukuvi kwa utumishi wake ndani ya serikali. Mimi tokea nimekuwa mbunge nimefanya kazi kwa karibu sana na Mheshimiwa Lukuvi, nikiwa kama mbunge, lakini pia baadaye kuwa kama waziri. Nikiwa kama mbunge, jinsi ambavyo Bwana Lukuvi alikuwa anaweza kucoordinate mambo ya serikali, kwa sababu serikali inatakiwa ipate mtu ambaye ni kiungo kizuri, na yeye katika nafasi zote alizokuwa nazo tokea akiwa Wizara ya Ardhi, baadaye kwenda TAMISEMI, kwenda ofisi ya waziri mkuu, amekuwa ni mtu wa msaada sana, na tumeenjoy zaidi kufanya naye kazi kipindi hiki akiwa ofisi ya waziri mkuu, ambapo alikuwa yeye ndio kama chief whip wetu bungeni. Mara kwa mara alikuwa anatuhusia juu ya umuhimu kwanza wa kukaa bungeni. Unajua wakati mwingine wizara hizi zina mambo mengi, lakini Mzee Lukuvi alikuwa anatuambia kwamba kwa sababu kipindi cha bunge serikali na wananchi wanakutana bungeni, kwa hiyo manake msingi mkubwa ni kwamba serikali lazima ipo bungeni ili kusikiliza vilio, malalamiko na changamoto za wananchi kupitia wawakilishi wao, na serikali lazima ijibu. Kwa hiyo muda mwingi sana alikuwa anatuhusia kwamba hakikisheni muda wote, hasa kipindi cha bunge, mnavunja ratiba zenu zote, hasa zile za kutembea na kukagua shughuli za ofisi zenu, na mkae Dodoma hasa bungeni ili muweze kufanya kazi za kusikiliza maneno wanayosema wabunge, lakini pia kupitia vikao vya bunge mpate kupata nafasi ya serikali kujibu hoja mbalimbali, lakini pia wakati mwingine. Na sasa tuelekee mkoani Iringa, ambapo baadhi ya wafanyabiashara mkoani humo wameeleza hali ya biashara kuelekea sikukuu ya Pasaka pamoja na changamoto wanazokumbana nazo na namna wanavyojaribu kuzitatua. Akizungumza na Matukio Daima Media, wafanyabiashara hao wamesema katika kipindi hiki hali ya biashara imekuwa tofauti ukilinganisha na miaka mingine, huku baadhi wakieleza kuwa mahitaji ya bidhaa yanaongezeka taratibu kadri siku zinavyokaribia. Hali ya biashara kwa msimu huu kuelekea msimu wa sikukuu ni nzuri kwa sababu wafanyabiashara kuelekea msimu wa sikukuu wananufaika kwa sababu wateja wengi wanajitokeza kwenye kununua nguo, lakini pia wafanyabiashara hawa wanauza zile bei za kawaida kwa sababu hawapandishi wala nini, wanapanga zile bei za awali. Kwa hiyo hata wateja wanafurahia kutokana na bei ambazo wafanyabiashara hawapandishi. Hali ya biashara ni nzuri kiasi, lakini tunategemea kuwa siku zijazo ambazo zinakaribia msimu wa Pasaka kabisa, naamini mambo yatabadilika, kwa sababu miaka yote huwa inakuwa hivyo. Unaweza kuona biashara inakuwa ya kawaida, lakini tunapokaribia kabisa Pasaka yenyewe mambo yanakuwa yanabadilika, unachangamka na biashara inakuwa nzuri. Changamoto ni nyingi sana, hasa usafiri, na ukiangalia msimu huu wa mvua nyingi sana, unakuta umeagiza mzigo lakini unachelewa kufika kutokana na hali ya hewa. Mvua zimekuwa ni nyingi kwa, lakini hamna namna, tunatakiwa kukubaliana kwa sababu huwezi ukaitoa mvua isiwepo, kwa sababu pia nayo ni baraka kutoka kwa Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo changamoto kama hizo tunaendelea kukabiliana nazo, lakini pia changamoto wateja, kwa sababu sasa hizi biashara imekuwa ina competition kubwa sana. Kwa hiyo lazima ukiwa kama mfanyabiashara unaendelea kubuni njia nyingi tofauti kuhakikisha maintain wateja, na mteja akija ili asiweze kuondoka tena, kwa sababu anaweza kwenda sehemu nyingine. Kwa hiyo ni hivyo, lakini pia changamoto nyingine nyingi ni kwamba biashara nyingi sisi watu wa Iringa hatuzitangazi. Kwa mfano kwenye media kama hizo, kwenda kupeleka matangazo, hii inatusaidia sana, lakini tumekuwa hatuna uelewa sana kwamba tukitangaza basi tunaweza kupata faida, na kwa hiyo tunajikuta kwa nyuma sana. Lakini tukiwa tunajituma kuhakikisha kupeleka matangazo kama kwenu kwenye redio, inakuwa vizuri zaidi, tunaweza kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine. Nimeenda kufunga mizigo. Awamu ya kwanza nilipoenda nimekuta kitu kinauzwa bei ya chini. Nikirudi huku mimi lazima pia wateja niuzie bei kulingana na bei niliyonunulia.
Ukirudi tena unakuta bei imepanda. Ukirudi mteja akija tena anakutana na bei imekuwa ipo juu. Kwa hiyo mteja pia anashindwa kununua. Kwa hiyo kupanda na kushuka kwa bidhaa kunasababisha mauzo kushuka. Sababu wateja pia wanaona kama tumekuwa matapeli, hawaamini kama kuna uwezekano wa bei kuwa imepanda au la. Lakini bei ikiwa imesimama sehemu moja ni rahisi kufanya kazi, kwa sababu pia wateja wa Iringa wananunua vitu sana kwa mazoea na kusimuliana. Mimi kama nilinunua 1000 lazima nitamwambia mwenzangu ni 1000. Na maana pia anapokuja anakuwa amejiandaa kwa 1000. Akikutana na 1500 anaona kama tayari hapa naibiwa. Kwa hiyo kuna tuathiri sana wafanyabiashara. Wengine wanaelewa, kuna baadhi ya watu wengine hawaelewi. Maana kinachokuta mteja ndio kama kinachokuta mimi mnunuzi pia, mlanguzi. Kwa hiyo ukimwelewesha anaweza akakuelewa, lakini mwingine ukimwelewesha hawezi kuelewa. Baada ya taarifa hiyo kutoka mkoani Iringa, sasa tuelekee mkoani Lindi ambapo idara ya ushirika wa mkoa wa Lindi kwa kushirikiana na kampuni ya usambazaji wa mizani za kidijitali Rotai imeanza kuandaa mpango maalum wa kusimamia matumizi ya mizani hizo kwa lengo la kuongeza tija na uwazi kwa wakulima. Akizungumza katika kikao kazi kilichowakutanisha maafisa ushirika wa wilaya, viongozi wa vyama vya ushirika pamoja na wadau mbalimbali, msajili wa vyama vya ushirika mkoa wa Lindi Kenneth Shemdoi amesema mkoa huo tayari ulianza kutumia mizani hizo katika misimu iliyopita na matokeo yameanza kuonekana. Tumepata matokeo makubwa sana, kwa sababu mwanzoni wakulima walikuwa wanapeleka mazao kwenye gala, unakuta amepeleka labda kilo zake 50, lakini akifika kule kinachoandikwa kinakuwa ni tofauti. Lakini sasa hivi kupitia mizani za kidigitali, akipeleka kilo zake 50 anapata ujumbe kwenye simu yake na anapata stakabadhi ya kukiri kupokea kilo zake 50. Kwa mkoa wa Lindi msimu uliopita tumekuwa na mizani za kidigitali 897 na leo katika kujadiliana tumeona kuna mahitaji ya mizani 85. Kwa hiyo unaona ni jinsi gani ambavyo sisi tulikwisha kwenda mbele kuhakikisha kwamba kila kituo kinachopokelea mazao ya mkulima wanatumia mizani za kidigitali. Aidha, kwa upande wake afisa vipimo kutoka wakala wa vipimo Tanzania mkoa wa Lindi, Ramadhani Singa, ameelezea kuwa mizani za kidigitali zina mchango mkubwa katika kulinda haki za wakulima kwa kuhakikisha vipimo sahihi vinatumika, hivyo kuongeza imani katika mfumo wa ununuzi wa mazao. Sisi kama timu ya Rotai tuna maelekezo tunayatoaga kwenye vyama jinsi ya kusafirisha hii mizani. Maelekezo mojawapo ambayo inahitajika kusafirisha, tunaiweka mizani, kuna namna ambayo inawekwa kwenye pikipiki kwa ajili ya kuisafirisha, lakini kile kichwa au indicator ambayo ipo pale juu inatakiwa itoke na inaingia kwenye box maalum ambalo unaposafirisha unasafirisha ule mzani kwa uimara ambavyo inatakiwa na inafika vizuri tu kwenye maeneo husika. Kwa hiyo ni kitu ambacho tumezingatia sana. Pia akizungumza kwa niaba ya wakulima, mwenyekiti wa chama kikuu cha ushirika Lunali Odas Mpunga amesema bado kuna changamoto chache katika matumizi ya mizani hizo ambazo zinahitaji kufanyiwa kazi. Hata hivyo, amebainisha kuwa juhudi zinaendelea zitasaidia kuboresha mfumo huo na kuongeza manufaa kwa wakulima wa mkoa huo. Changamoto chache ambazo zilijitokeza hususan kwenye vitendea kazi kama solar power kwa ajili ya kuchaji, tumewasisitiza namna ya kuboresha zile mizani hususan pale vinavyohitaji kupata chaji, lakini pia kwenye upande wa simu ambazo zinatumika, printer kwa ajili ya kutoka risiti, zote tumeainisha na wao wamezichukua na wamepokea kwa ajili ya kuendelea kuimarisha kwenye mfumo wa upimaji wa mizani za kidijitali. Mkoani Arusha, kilimo ekolojia kimetajwa kuwa na mchango mkubwa katika kuinua kipato cha mkulima, huku kikihakikisha uzalishaji wa mazao salama yasiyo na kemikali na hatarishi, hatua inayosaidia kulinda afya za walaji na wazalishaji. Hayo yameelezwa na mkurugenzi wa shirika lisilo la kiserikali la Island of Peace kutoka Ubelgiji, Ayasiga Buberwa, wakati wa washra ya waandishi wa habari kuhusu kilimo ekolojia kilichofanyika jijini Arusha. Kwa utakuta tunafanya kazi na mashirika, tunafanya kazi na vyuo vikuu, kwa sababu tunaamini kwenye kuunganisha swala zima la tafiti na swala zima la utekelezaji na swala zima la kuhakikisha kwamba tafiti zote zinamfaidia mtu ambaye anahusika katika tafiti hizo. Kwa hiyo utakuta tunafanya kazi na university, tunafanya kazi sana na Nelson Mandela University. Hapo nimefurahi kuona kuna mwandishi kutoka Nelson Mandela University. Tunafanya kazi kwa karibu sana na Sokoine University of Agriculture. Tunafahamu chuo chetu kikuu cha kilimo. Tunachotamani ni Tanzania yote
tuunge juhudi zote, tutazipitia hapa. Tunazo juhudi nyingi ambazo serikali pia inazifanya kuhamasisha mifumo ya chakula, na sisi tunaamini kabisa tunachangia katika juhudi hizo, na nyie sasa mna nafasi kubwa sana ya kuchangia. Tulisema katika swala zima la mifumo endelevu ya chakula hatumwachi mtu nyuma, it's leave no one behind. Kwa hiyo hatumwachi mwandishi wa habari, hatumwachi mkulima ambaye ndio mzalishaji mkubwa, lakini ni nani atamsemea mkulima? Ni nani ataibua zile hata tafiti tu ndogo ndogo ambazo wakulima wanazifanya, au bunifu basi ndogo ndogo ambazo watu tofauti au wakulima wanazifanya ziweze kufikia ulimwengu. Tunajua mnayo nafasi kubwa sana ya kufanya hivyo. Na kazi yetu kubwa kama Island of Peace Tanzania au Island of Peace kwa ujumla wake huko tuliko, kwa sababu kwa kweli tuko kwenye nchi 8 na kwa Afrika ni nchi 4, nikimaanisha Afrika Magharibi, Benin na Burkina Faso, lakini Afrika ya Mashariki tuko Tanzania na Uganda. Na sasa ziko nchi zingine za kule Peru, Bolivia, tuna ofisi tena Luxembourg, lakini makao makuu kama nilivyosema yako Ubelgiji. Na lengo kubwa la shirika letu tangu limeanza, hiyo miaka ambayo nimehitajia umri wa mtu mwenye wajukuu, miaka 60 karibu na 5 sasa, kazi yetu kubwa ilikuwa ni kuhamasisha mifumo endelevu ya chakula kwa kutumia mbinu za kiikolojia. Na sasa turejee mkoani Dodoma. Tume ya Ulinzi wa Taifa Binafsi PDPC imezitaka taasisi zote nchini kuzingatia matakwa ya sheria ya ulinzi wa taarifa binafsi, ikionya kuwa wanaokiuka sheria hiyo watachukuliwa hatua kali za kisheria. Maagizo hayo yametolewa hii leo jijini Dodoma na mkurugenzi mkuu wa PDPC Emmanuel Mkilia wakati akizungumza na waandishi wa habari. Utekelezaji kamili wa matakwa ya sheria utaanza, na yeyote atakayebainika kutozingatia sheria atachukuliwa hatua kwa mujibu wa sheria ya ulinzi wa taarifa binafsi sura ya 44. Kwa mujibu wa kifungu cha 60, 61 na 62 cha sheria ya ulinzi wa taarifa binafsi, hatua hizo zinajumuisha adhabu ya faini isiyopungua shilingi 100,000 na isiyozidi shilingi milioni 20 kwa mtu binafsi, au kifungo kisichozidi miaka 10 au vyote kwa pamoja. Na kwa mashirika au taasisi ambazo zitakiuka sheria hii zitatozwa faini isiyopungua milioni 1 na isiyozidi bilioni 5 kwa taasisi kulingana na aina ya ukiukaji wa sheria. Kabla ya tarehe 8 Aprili 2026, taasisi zote zinatakiwa kuhakikisha kuwa zimetekeleza yafuatayo. Kwanza, kuteua afisa wa ulinzi wa taarifa binafsi ambaye ni Data Protection Officer. 2, kujisajili Tume ya Ulinzi wa Taarifa Binafsi. 3, kuandaa na kutekeleza kikamilifu sera na miongozo ya ulinzi wa taarifa binafsi, kwa sababu kujisajili ni jambo la kwanza, lakini pia uzingatiaji ni kuonyesha kwamba wameandaa miongozo ya ulinzi wa taarifa binafsi. 4, kuwa na mifumo salama ya ukusanyaji na uhifadhi na uchakataji wa taarifa binafsi. Na 5, ni kuandaa na kuwasilisha taarifa za uzingatiaji wa kila robo ya mwaka kwa mujibu wa sheria. Tume inasisitiza kuwa uzingatiaji wa sheria si jambo la hiari. Mwelekeo wa sasa ni utekelezaji thabiti wa sheria hii ili kulinda haki za msingi za wananchi, hususan haki ya faragha na usalama wa taarifa zao binafsi. Taasisi zote zinahimizwa kuchukua hatua za haraka kuhakikisha uzingatiaji kamili ili kuepuka hatua za kisheria zitakazoanza kuchukuliwa bila
taarifa nyingine ya ziada. Usajili wa ukusanyaji na wachakataji wa unafanywa kupitia mfumo wa usajili na ushughulikiaji wa malalamiko ambayo ni mfumo wetu wa RCMIS unaopatikana katika kiungo cha https://dataprotection.pdpc.go.tz au kupitia wavuti ya tume ya www.pdpc.go.tz. Na mtazamaji, na taarifa hiyo kutoka mkoani Dodoma ndio natamatisha taarifa yetu habari kwa siku ya leo, lakini kabla ya kutamatisha tusikie tena muktasari wake. Karibu katika Matukio Daima habari kwa siku hii ya leo. Huu hapa ni muktasari wake. Viongozi waendelea kufika eneo la maombolezo ya marehemu William Lukuvi. Kwa niaba ya serikali natoa pole kwa nyinyi sote ambao tumekuja hapa kujumuika na ndugu zetu. Wafanyabiashara Iringa wazungumzia hali ya biashara kuelekea Pasaka. Hali ya biashara ni nzuri kiasi, lakini tunategemea kuwa siku zijazo ambazo tunakaribia msimu wa Pasaka kabisa. Lindi yaimarisha matumizi ya mizani ya kidigitali kulinda haki za wakulima. Akipeleka kilo zake 50 anapata ujumbe kwenye simu yake na anapata stakabadhi ya kukiri kupokea kilo zake 50. Kwa mkoa wa Lindi wanasema kila lenye mwanzo halikosi kuwa na mwisho. Mtazamaji, kwa niaba ya wote walioshiriki kuandaa taarifa hii ya habari kwa siku hii ya leo, langu jina ni Shamia Rajabu na mimi ni Emmanuel Manonga. Nikusitu kwamba usiache kuendelea kutufuatilia katika mitandao yetu mingine ya kijamii ikiwemo Instagram, Facebook pamoja na X kwa jina moja la Matukio Daima Media. Asante, uwe na siku njema. Natural Mineral Water inapatikana katika ukubwa mbali kwa matumizi rahisi na ya uhakika. Chagua maji unayoyaamini, chagua ubora unaostahili, chagua CF Natural Mineral Water. Kwa mawasiliano na kuweka oda, wasiliana nasi kupitia 0762 123 736 au 0769 440 834 au barua pepe cfcompany100@gmail.com. CF Natural Mineral Water, maji yenye madini asili kwa afya na uhai wa kila siku. Umehitimu darasa la 7 kidato cha 4 au zaidi na unahitaji kupata ujuzi? Karibu katika vyuo vya RDO Mdabulo, RDO Mafinga, RDO Ibwanzi na RDO Kilolo ili ujipatie mafunzo mahiri ya malezi yaliyo bora. Fani zinazotolewa vyuoni ni kama ifuatavyo: umeme wa majumbani na viwandani, uchomeleaji na uundaji wa vyuma, ufundi magari, ufundi bomba, upishi na uhudumu wa hoteli, useremala, uashi au ujenzi, uzalishaji wa afya ya mifugo, ubunifu na ushonaji wa mavazi, ufumaji, utengenezaji wa bidhaa za ngozi, teknolojia ya habari na mawasiliano na matumizi ya kompyuta. Mafunzo yanatolewa kwa miezi 3 na miezi 6 tu. Nafasi za hostel zipo kwa wahitaji wote. Pia tuna nafasi kwa wanaohitaji kuhamia level 1, 2 na 3. Vyuo vyetu vyote vimesajiliwa kikamilifu na Baraza la Ufundi na Mafunzo ya Ufundi Study NACTVET. Unaweza kujisajili moja kwa moja na kupakua fomu za kujiunga katika tovuti ya shirika, yani www.rdo.or.tz. Iandae kesho yako iliyo bora na vyuo vya RDO. Kwa maelekezo zaidi wasiliana nasi kwa namba 0757 35 18 37 au 0745 92 15 75. Kumbuka, ufundi ni taaluma ina. Nikwambie kitu mtazamaji wa Matukio Daima. Clock Kefu ni moja tu. Tofauti ya Clock Kefu na sehemu nyingine ni moja. Kwanza Clock Kefu wahudumu wake ni wacheshi, lakini huduma zao ni bora kuliko, lakini kubwa zaidi kwamba vitu vyao vyote vinavyouzwa Clock Kefu ni bei nafuu kuliko. Usiulize wapi kefu nzuri, uliza tu Clock Kefu. Clock Tower Cave. Tupo jirani na mnara wa saa katikati ya mji wa Iringa. Tupo wazi kuanzia Jumatatu hadi Jumapili. Tupigie simu namba 0677 220 022 au 0657 366 667. Clock Tower Cave Iringa, ladha inayounganisha wapenzi. Ndiyo, Clock Tower Cave,
home of delicious meals. Karibu Iringa, karibu LM Lodge. Hapa ndipo penyewe. Vyumba vyetu ni kiwango cha gharama nafuu zaidi. LM Lodge hapa ni free wifi, kifungua kinywa zaidi ya nyumbani, maji ya moto wakati wote, parking ya uhakika na ulinzi kama jeshini. LM Lodge tunapatikana Kichangani, Iringa mjini. Tupigie simu namba 0745820310 ama 0678886657. LM Lodge, hapa ni comfort zone.